Mtoto mmoja ameshikwa amepelekwa mahakamani. Unajua huyu ni mtu mzima lakini mtoto wa watu. Unajua katika nchi ya Amerika kuna sheria ndani ya katiba yao, ukifanya kosa la jinai, mfano umeua, wewe pia unauawa. Mpaka leo ndani ya Amerika wanaua. Unakalishwa juu ya kiti kama hii ambayo ina umeme, unapigwa na umeme mpaka unakufa. Sasa huyu kijana alikuwa ni kijana ambaye amefanya maovu mengi sana. Ameua watu wengi, ujambazi, ameibia watu, ameingia katika maduka ya watu kwa nguvu, amepiga watu risasi, amewahi kuwachoma watu visu. Kazi yake ni kupiga watu kabari, na marafiki wabaya. Na kila mara akishikwa anatolewa, mama yake naye anakwenda anatetea. Basi mara ya mwisho sasa mahakama ikapitisha kwamba huyu kijana auawe. Sasa hakimu anamueleza huyu kijana, kama una jambo la mwisho ya kusema kabla hatujakupeleka katika kumaliza maisha yako, maana katika kuuawa kwako. Yule kijana akasema, mimi nataka wakati wa kuuawa kwangu mama yangu nikae naye katika hicho kiti, kwa sababu yeye ndo sababu ya mimi leo kuwa katika hali hii. Mambo yote mabaya ambayo nilikuwa nikiyafanya, mengine amenifundisha yeye, na mengine yeye ndo ambaye alikuwa akinitetea. Nikishikwa, nikitiwa ndani, anakuja anaongana, natolewa nje. Nikiiba pikipiki ya mtu, yeye ndo ambaye ananionyesha mahali pa kuificha ile pikipiki na mahali pa kwenda kuuza. Hata gari nimeuza, baadhi ya gari za watu. Kwa hivyo mimi nataka mama yangu akae kwenye hichi kiti, mimi na yeye, kwa sababu yeye ndo ambaye amechangia mimi kuwa katika hali hii. Ndugu zangu, tuchukueni tahadhari sana na masala haya. Leo kuna baadhi ya watu, malasafu shadidi, vijana wengi wanafanya mambo haraka haraka ovyo ovyo. Anamkuta mwanamke barabarani, basi anaona huyu ndo ananifaa huyu. Mwingine anamuokota katika sehemu hatari, anaangalia tu basi uzuri, wala angalii mambo ya dini. Huyu mke ambaye wewe uko naye, na wewe mwanamke, mume ambaye uko naye, huyu ndo ambaye atakupeleka peponi.